Kwa jina naitwa Adam Kiroba, ni mkazi wa mtaa wa Mkera. Mimi katika hili lilotokea nawasihi na kuwapasa Watanzania wenzangu, tuwe na upendo, tuwe na amani, tupunguze hiki kilichotokea kwa sababu kuna wengine wanaoathirika ni watoto wadogo, akina mama, pia wajawazito, pia na watu wazima. Mimi ninachokiomba, sisi wa Tanzania, nchi yetu inasifika kwamba ni kisiwa cha amani. Tuendeleze kwenye mfumo wetu wa kisiwa cha amani. Kwa sababu machafuko yaliyokuwepo, kuathirika kwake tumeona, kwa sababu ukiangalia baadhi ya mahitaji yamekuwa ni changamoto kwetu. Watu wamehama makazi yao na wengine mpaka leo pa kuishi hawana. Kwa hiyo mimi ninachosihi na kuhamasisha Watanzania wenzangu, tuendelee kudumisha hii amani tulionayo. Tusihamasishe hiko kitu ambacho kinachoendelea, kwa sababu kinawafanya watu wasiokuwa na hatia, kwa sababu nchi bila watu haiwezi kuwa nchi. Sasa kama watu wanakuwa wanateketea, tunakuwa nini maana ya kuwa na nchi? Kwa hiyo tuwe wavumilivu, tuangalie yaliyopita yamepita, tuangalie namna gani tutajenga nchi yetu. Tusichochee hivyo vitu kwa sababu havina maana sana, japo siwezi kujua kiundani nini shida, lakini mimi nawasihi sana tuwe na moyo mmoja. Tuendelee kurithi kwamba Tanzania ni nchi ya amani, iendelee kuwa na amani kama jinsi ilivyo. Kwa hiyo nawaomba Watanzania wenzangu tushikamane kulinda amani ya nchi yetu. Tusiwe wenye kuchochea machafuko, kwa sababu tunawaathirika ni sisi watu ambao wa hali ya chini, ambao hatujui nini chanzo, nini tatizo. Kwa hiyo na pia tusifuate mikumbo. Tusiangalie mataifa wenzetu wanakuja kuchochea, basi mimi nadhani tudumishe kama jinsi tulivyokuwa hapo hatua ya awali, na Mungu atusaidie kwa wale wenye imani za kila aina ya dini, kwa sababu nchi yetu imewekwa uhuru kuabudu. Kwa imani yako basi liombee taifa libaki kuwa salama. Kwa mimi nawasihi Watanzania, tudumishe upendo, tudumishe amani, tufanye ibada, tumuombe Mungu atuvuke hapa tulipo.